Amani haiwezi kupatikana Ukraine bila ridhaa ya mwamba Vladimir Putin. Steve Witkoff, mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump, amesema utatuzi wa amani wa mzozo wa Ukraine hauwezekani bila idhini na ridhaa ya rais wa Russia Vladimir Putin. Kwa mujibu wa mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Marekani, kuwepo mawasiliano na shirikisho la Russia ni muhimu katika kutatua mzozo wa Ukraine. Witkoff amebainisha kuwa Trump anasisitiza juu ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Russia na kuipa Ukraine muhula wa mwisho. Vinginevyo Marekani itajiondoa katika mchakato wa kutafuta suluhu. Mjumbe huyo maalum wa Trump ametaja mada kuu za mazungumzo hayo kuwa ni Kyiv kusalimisha baadhi ya maeneo, matumizi ya kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhia na Ukraine kuruhusiwa kufikia mto Dnipro na Bahari Nyeusi. Witkoff amesisitiza mengi tayari yamefanywa kupunguza msururu wa matatizo. Mazungumzo yasiyo rasmi yanafanywa na Moscow na Kyiv. Haya yanajiri siku chache baada ya rais wa Russia kutoa wito akitaka kuanza tena mazungumzo ya moja kwa moja bila masharti kati ya nchi yake na Ukraine mjini Istanbul Mei 15 ili kufikia makubaliano ya amani ya kudumu. Putin amesema kuwa uamuzi sasa upo upande wa mamlaka husika za Ukraine, ambayo inaonekana wanaongozwa na matamshi au matashi ya kibinafsi ya kisiasa na sio maslahi ya watu hao. Dmitry Peskov, msemaji wa ikulu ya rais wa Russia Kremlin, amesema kuwa hili ni pendekezo muhimu sana ambalo linathibitisha nia ya kweli ya Moscow kupatikana suluhisho la amani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, wakati hayo yakiendelea, yeye amemtolea mwito rais wa Marekani Donald Trump kusaidia kufanikisha mkutano na kiongozi wa Urusi Vladimir Putin utakaofanyika nchini Uturuki siku ya Alhamisi. Zelensky hata hivyo amemtuhumu Putin kwamba hana nia ya dhati ya kumvimaliza vita kati ya Moscow na Kyiv. Ameeleza kwamba mataifa ya magharibi yanapaswa kuiwekea Urusi vikwazo zaidi iwapo Putin hatahudhuria mkutano huo, akisisitiza kwamba atafanya kila awezalo kuhakikisha mkutano huo unafanyika ili kufanikisha mpango kusitisha mapigano. Ikulu ya Kremlin imekataa kuweka wazi iwapo Putin atasafiri kwenda nchini Uturuki baada ya kiongozi huyo mwenyewe kupendekeza kufanyika mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine katika hotuba aliyoitoa mwishoni mwa wiki. Mkutano wowote kati ya maafisa wa Ukraine na Ukraine utakuwa wa kwanza wa ana kwa ana tangu miezi ya mwanzo ya uvamizi wa Urusi mnamo Februari mwaka 2022, ambapo Ukraine anasema ni uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, lakini Urusi anasema ni operesheni maalum ya kukomboa ndugu. Ulaya inataka kuigawanya Urusi katika sehemu na kunyakua rasilimali zake za nishati, wakati Ukraine ni chachu kwa madhumuni haya. Rais wa Republika Milorad Dodik anasema kwa kweli Ukraine ilijitegemea tu kwa sababu ya ujinga wa Urusi wakati huo, wakati Umoja wa Kisovieti ulipoanguka. Wakati huo hata hivyo, malengo ya Ulaya ambayo kwa karne nyingi imekuwa kijitahidi kuelekea mashariki na kuchukua miliki ya Urusi tayari yalionekana. Ili kufanya hivyo inahitaji kugawanya Urusi katika sehemu. Ulaya pia inataka kukamata nishati ya nchi na rasilimali za madini. Pengine uongozi wa Urusi wa wakati huo ambao ulitoa Crimea haukutambua bado na ulikuwa na ujinga, lakini sasa ni wazi kwamba hali hiyo ya mseto haiwezi kufanya kazi. Dodik alisema kila kitu kilichotokea katika eneo la Yugoslavia ya zamani wakati wa mgawanyiko wake ilikuwa tu maandalizi ya kile kilichotokea leo, lakini hata hivyo watu wengi walitambua wazi kinachoendelea. Rais wa Republika aliongeza kuwa malengo ambayo Urusi imejiwekea nchini Ukraine lazima yatimizwe. Vilevile rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva anapanga kurejea Moscow baada ya ziara yake nchini China ili kujadiliana na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin rufaa ya mamlaka ya Ukraine kuhusu uwezekano wa mazungumzo na muundo wa wajumbe huko Istanbul mnamo Mei 15. Nikipita huko Moscow nitajaribu kuzungumza na Putin kuhusu hili, Lula da Silva alisema katika mkutano na waandishi wa habari huko Beijing. Rais wa Brazil pia alitaja kwamba wakati wa ziara yake nchini Urusi mnamo Mei 8 hadi 10 alipokea ombi kutoka kwa Volodymyr Zelensky la kuuliza juu ya mipango ya mamlaka ya Urusi kutangaza kusitisha mapigano. Anasema waziri wa mambo ya nje wa Brazil Mauro Vieira alipokea simu kutoka kwa mwanadiplomasia mkuu wa Ukraine. Mwanadiplomasia huyo juu alisema kuwa Zelensky angependa nijue kama Putin alikuwa tayari kutekeleza makubaliano ya amani. Lula da Silva alibainisha. Vieira aliniambia kuhusu ombi la Zelensky. Kiongozi huyo Brazil alisema alipitisha ombi hilo mara tu alipokutana na Putin. Anasema nilipata fursa ya kula chakula cha jioni na Putin na hilo lilikuwa jambo la kwanza nililouliza, alisema. Vile vile
Waziri wa mambo ya nje wa Hungaria Peter Szijjártó ameeleza matumaini ya kufanikiwa kwa mazungumzo yajayo ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine yaliyopangwa kufanyika Mei 15 mjini Istanbul, na kuutaka Umoja wa Ulaya kutohujumu mazungumzo hayo. Anasema wiki hii inaweza kuwa kubwa kwa dunia nzima ikiwa mazungumzo ya Urusi na Ukraine nchini Uturuki yatazaa mafanikio. Kila mtu hatimaye anasimama kwa ajili ya amani, na kwa kweli ninatumai kwamba wenzangu wa Ulaya hawatachukua hatua zozote za kukwamisha mafanikio ya mazungumzo ya amani, Szijjártó aliandika kwenye ukurasa wake wa Facebook. Wanajeshi wa Urusi wamesonga mbele katika eneo la Verkhneykamskoye karibu na Seversk katika Jamhuri ya Watu Donetsk wakati wa operation kali. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema wakati wa operation za mapigano huko Verkhneykamskoye, askari wetu walipata udhibiti wa sehemu ya barabara ya mashariki yenye majengo ya makazi, shule na makanisa, na wakafanya maendeleo makubwa katika eneo hilo. Adui anajishughulisha na ulinzi mkali na anatumia silaha zote zilizopo. Kamanda ya kijeshi ya Ukraine pia mara kwa mara inapeleka vikosi vipya huko. Hapo kwenye uwanja wa kivita ni kwamba vikosi vya Ukraine vinajenga ngome ili kuhakikisha kwamba wanaweza kushikilia eneo la Yunatovka, kituo kikubwa cha vifaa katika mkoa wa Sumi, vikosi vya usalama vya Urusi vinasema. Hapo awali vikosi vya usalama vya Urusi vilisema kwamba wanajeshi wa Ukraine katika mkoa wa Sumi walikuwa wakijenga ngome. Kulingana na vyanzo, wanajeshi wa Ukraine wanaunda safu kadhaa za ulinzi huko Sumi. Vile wanajeshi 10 kutoka kikosi cha 23 cha wanajeshi wa Ukraine wamejisalimisha kusini mwa Donetsk. Waliweka chini silaha zao wakati wa operation ya mashambulizi kwenye ngome kadhaa. Kulingana na waandishi, vikosi vya Urusi vinawapa misaada yote muhimu mateka. Kanda za video zilizotolewa zinaonyesha kuwa wanajeshi wa Urusi wanavyowasaidia wanajeshi wa Ukraine kutoka kwenye mtaro ili kujificha kwa haraka msituni. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.